Tuna mpango wa kuwa na majengo mazuri, lakini tuna mpango wa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Hicho ndicho kitu cha kwanza, kumwabudu Mungu katika roho na kweli, hata kama ni chini ya mti. Hivyo unanielewa? Lakini wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Biblia inasema juu ya nani? Juu ya Paulo. Kuna watu walikuwa wanaabudu pembezoni mwa mto, lakini wanamuona Bwana. Amina. Haleluya. Kuna watu walikuwa wanaabudu kwenye vyumba vya watu, lakini wanamuona Bwana. Tuna mpango wa kujenga majengo ya kifahari. Tuna mpango wa kuanzisha dini kubwa, lakini hapana dini kubwa kama mtu kuokoka. Unanielewa mwana wa Mungu? Hapana dini kubwa kama mtu kuokoka. Dini zinapojenga majengo hayashtui mbinguni, lakini Biblia inasema ya kwamba huwa ni furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja anapotubu na kurejea mbele za Bwana. Anapookoka mwenye dhambi mmoja, huwa ni shangwe mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni shangwe kwa ajili ya maisha yako unapotubu na kunyenyekea mbele za Bwana, unapoamua kumwabudu Bwana katika roho na kweli. Biblia inasema mbingu zinafurahi, zinafurahi. Mbingu huwa hazifurahi kwa ajili ya vitu ambavyo vinaharibika duniani. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba kuna siku Yesu wanafunzi wake walimuonesha jengo la hekalu lililokuwa limejengwa kwa wakati ule. Hekalu lilikuwa limejengwa kwa fahari. Biblia inasema ya kwamba walipomuonesha, Yesu akasema ni kweli limejengwa vizuri, lakini hapana salie jiwe juu ya jiwe. Maana yake hekalu hili linapita. Mahekalu yote na makanisa unayoyaona chini ya jua yanapita. Fasheni zake zinapita. Nyumba zote unazoziona zinapita. Fasheni zake zinapita. Unapokaa na kanyumba kana kutu na kamechakaa, ujua ya kwamba haka kanyumba enzi zake kalikuwa ni kanyumba kaliko kwenye mtindo, watu walikazungumzia, lakini kanafika, kanachoka, kanazeeka, kanachakaa. Lakini kitu kimoja ambacho hakichakai ni Roho Mtakatifu. Hakichakai ni wokovu. Hakichakai ni ule wokovu ambao umempokea Yesu Kristo. Hicho hakichakai, kama vile ambavyo Mungu ni wa milele. Yoyote ambaye amemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi amefanyika kuwa mtu wa milele, mtu asiyechakaa, mtu anayeishi milele, mtu asiyechoka, mtu ambaye anadumu milele na milele, mtu ambaye fasheni yake haishakai. Mavazi fasheni zake zinakujaga, kila mtu akaipenda, lakini ndani ya miezi miwili ile fasheni inakuwa imechoka, haina nguvu tena. Lakini wokovu na Yesu Kristo hachakai, hachakai. Haleluya. Yesu ni mpya milele, yeye hachakai. Wokovu ni mpya milele, wenyewe hauchakai. Acha kuogopa kuona kwamba umeokoka ni kama umepotea njia. Wokovu hauchakai, ni jambo jipya. Haleluya.